Wastahili Bwana wa mabwana, wastahili Mfalme wa falme, Mungu wa miungu yote, uketie mahali pa juu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa ajili ya muda huu wakati huu. Asante kwa ajili ya wajuri wako ambao umewapa neema, umeshaingia katika nyumba yako Bwana, na wala ambao wako njiani, wape neema na wepesi, waondoe uzito wote katika jina la Yesu. Mungu wangu na Baba, Mfalme wa mbingu na nchi, Bwana, katika jina la Yesu. Leo ni kumbukizi ya kukombolewa kwa mwanadamu na dunia yote. Mfalme wa mbingu na nchi, Bwana, tunasema asante Mungu wastahili katika jina la Yesu. Zaidi ya yote, Mfalme wa mbingu na nchi, Bwana, nitumie kama chombo, kaseme na mtu huyu, ukamfunulie ufahamu wake na akili zake, aweze kuijua kweli. Mfalme wa mbingu na nchi, ninaenda kila kinyume na nguvu za giza zinazoinuka juu ya elimu ya Mungu. Teketea kwa jina la Yesu. Teketea kwa jina la Yesu. Teketea kwa moto mtakatifu katika jina la Yesu. Mimi nipungue na uinuliwe juu Bwana. Nisionekane mimi, ukaonekane wewe, nisinene mimi, ukanene wewe katika jina la Yesu. Anza nasi, endelea nasi, maliza nasi, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Ushindi. Ushindi. Tuketi. Ushindi. Ushindi. Mbona mko kimya mtaki? Mmegoma. Ushindi wa Yesu ni ushindi. Yeye ni nani? Na kila mwenye mwili. Amen. Nuru. 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 Amen. Nipige makofi ambao wameshaingia katika nyumba ya Bwana. Makofi ya kushiba, makofi ya kushiba. Moja, mbili, tatu, twende. Unaweza, unaweza, hakuna kama wewe. Unaweza, unaweza, Yesu, unaweza, hakuna kama wewe. Unaweza, unaweza, Yesu, hakuna kama wewe. Unajua leo ndio siku ya kuchangamka, kwa sababu imani ya Mkristo ndio imesimama kama siku ya leo. Weza Yesu, unaweza, hakuna kama wewe. Unaweza, unaweza, Yesu, unaweza, Yesu, unaweza, hakuna kama wewe. Unaweza, unaweza, Yesu, unaweza, Yesu, unaweza, hakuna kama wewe. Ni mshindi, ni mshindi, Yesu, ni mshindi, Yesu, ni mshindi, hakuna kama wewe. Ni mshindi, ni mshindi, Yesu, ni mshindi, Yesu, ni mshindi, hakuna kama wewe. Ni mshindi, ni mshindi, Yesu, ni mshindi, Yesu, ni mshindi, hakuna kama wewe. Ni mshindi, ni mshindi, Yesu, ni mshindi, Yesu, ni mshindi, hakuna kama wewe. Ni mshindi, ni mshindi, Yesu, ni mshindi, Yesu, ni mshindi, hakuna kama wewe. Ni mshindi, ni mshindi, Yesu, ni mshindi, Bwana ni mshindi, hakuna kama wewe. Unaweza, unaweza,
Yesu naweza, Yesu unaweza, hakuna kama wewe, una nguvu, Yesu una nguvu, Yesu una nguvu, hakuna kama wewe, una nguvu, Yesu una nguvu, Yesu una nguvu, hakuna kama wewe, una nguvu, Yesu una nguvu, Yesu una nguvu, hakuna kama wewe, una nguvu, Yesu una nguvu, Yesu una nguvu, hakuna kama wewe, una nguvu, Yesu una nguvu, Yesu una nguvu, hakuna kama wewe. Pige mwana Yesu makofi ya nguvu kwa ajili ya nguvu zake na ushindi wake. Amen. Ushindi. Ushindi. Leo kama unavyoelewa kwenye kalenda za Mkristo ni siku ya kumbukumbu ya ukombozi wa Mkristo na imani yetu iko hapo. Amen. Ushindi. Hapo tumaini na nguvu zinapatikana kwa siku kama ya leo. Maana ni Pasaka ambapo tunakumbuka ukombozi wa ulimwengu na wanadamu wote. Ushindi. 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 Leo ni siku ya Pasaka au wanasema Passover. Amen. Passover. Ushindi. Kwa hiyo leo ujumbe wangu utaitwa kufufuka na Yesu. Kufufuka na Yesu. Kufufuka na Yesu. Ujumbe wangu wa leo kwa ufupi utaitwa kufufuka na Yesu. Kufufuka na Yesu. Huo ndio ujumbe wangu wa leo. Unaitwa kufufuka na Yesu. Naomba wanaopiga kelele watulie kimya. Ujumbe wangu wa leo unaitwa kufufuka na Yesu. Unaitwaje? Kufufuka na Yesu. Turudie wote. Kufufuka na Yesu. Kufufuka na Yesu. Kufufuka na Yesu. Amen. Tunapoongelea Pasaka, Yesu akuleta Pasaka. Ilikuwepo. Amen. Mwanzo wa Pasaka ulikuwa ni wana wa Israeli wakiwa katika nchi ya Misri. Amen. Katika nchi ya Misri wakiwatumikisha kwa utumwa ulio mgumu, wakawatwisha kongwa ambaye haliwezekani, lakini wakamlilia Mungu na Mungu akakumbuka agano alilofanya yeye na Ibrahimu, akaamua kumtuma Musa ili kuwaondoa kwa Farao aliyekuwa anatawala. Tunaposema Farao tunaongea kama rais. Amen. Tanzania sasa hivi tuna marais wangapi ambao wameshapita? Watano kweli, wewe ni Tanzania. Kuna Nyerere, alafu Mwinyi, alafu Mkapa, alafu Kikwete, alafu Magufuli, alafu ni tano kweli? Yule ambaye sasa amesema tano, inabidi muulize uraia wake vizuri. Sema nashinda. Ushindi. 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 Kwa hiyo tunapoongelea Farao sasa na kuongea unaongelea rais, lakini rais yupi? Amen. Kwa hiyo Farao aliyokuwepo kipindi kile alikuwa anaitwa Ramses. Ndio Farao aliyokuwepo kipindi cha wana wa Israeli wakati wanatoka. Sema nashinda. Ambao mpaka sasa hivi alikaushwa, yuko mpaka wale akuzikwa. Kienda Misri utamuona huyo yupo. Sema nashinda. Ushindi. Kwa hiyo yupo aliyekumbana na mkono wa Mungu wa nguvu, mwili wake upo ulikaushwa, upo mpaka wa leo.
kwa sababu Mungu alisema ataweka moyo mgumu ili aweze kuonyesha nguvu zake. Na cha ajabu, mpaka na wanadamu akaweka roho, wakakausha mwili, kila mmoja aone alivyokuwa ni kituko wa kushindana na nguvu za Mungu. Mtu akishindana na Mungu kwa ajili yako, mwambie ni saa yake na saa ipo. Taona unayeyuka kama maji. Sema yeyuka. Katika jina la Yesu. Ushindi. 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 Kwa hiyo Pasaka Yesu alikuja kutimiliza. Yeye akuleta Pasaka. Pasaka ilianzia kipindi kile cha wana wa Israeli wakati kwenye utumwa mgumu. Walipomlilia Mungu akamtuma mtumishi wake Musa ili aweze kuwaondoa kwa Farao. Sasa Mungu akamwambia nenda kwa rais huyo Farao ambaye jina lake linaitwa Ramses. Anamwambia uende umwambie Bwana ameniagiza tuondoke sisi watoto wake wote wana wa Israeli twende kufanya ibada. Tena ni mwendo wenyewe ni wa siku 3. Ndio huko inatupasa tuweze kufanya madhabahu na kumtumikia Mungu. Lakini yule akasema Mungu ni kitu gani? Ukisoma kwenye Kutoka utaona mapigo ambayo yamepigwa mpaka 10. Kwa sababu kila kipatikana hiki kinapatikana hiki, mara Musa alipoweka fimbo yake chini ikabadilika ikawa nyoka. Na yule Farao na yeye alikuwa kwenye ufalme wake amejiwekea watawala ambao wanamzunguka kumshauri ni wachawi na waganga, na wao wakaleta fimbo zao zikawa nyoka. Cha ajabu, fimbo ya Musa ndiyo iliyegeuka ikawa nyoka ikameza zote. Sema na shinda. Usishangae kuona mtu anafanya maajabu, anatamka Yesu, ila Yesu halisi atadhihirisha na kujifunua. Sema na shinda. Ukisema kwa jina la Yesu na mwingine anatumia uganga anasema kwa jina la Yesu, Yesu mwenyewe halisi atajifunua, ataonekana. Hajawahi kushindwa. Imani yetu haijawahi kufanyaje? Mwambie jirani yako kwamba imani yetu haijawahi. Mwambie tena imani yetu haijawahi. Our faith I will not fail. Sema na shinda. Ushindi. Ushindi. Kwa hiyo wakapigwa mapigo. Piga mapigo. Farao anasema kupiga hiyo sio shida. Endelea mpaka nchi ya Misri ikaharibika. Lakini Mungu aliweka uzito kwa Farao, akasema nataka nionyeshe nguvu juu ya dunia yote. Ndio maana wakati anataka kuachia, roho nyingine nasema wewe acha. Kumbe ni Mungu ameachilia uzito. Sema na shinda. Ushindi. Sasa pigo la 10 ndio la siku kama ya leo ya kumbukumbu, ambayo Mungu aliwaambia wana wa Israeli, alisema pigo hili hakuna atakayebakia, maana utakuwa ni mwezi wa Pasaka kwenu. Amen. 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 Mtatafuta wanyama mwana-kondoo, kila mmoja atachinja, ila damu yake, sema damu yake. Kumbe kilichokuwa kinatafutwa sio nyama, ni damu. Kila mmoja kwenye miimo ya milango, kwenye mlango wa kuingia ndani mnapaka hiyo damu. Kwa nini? Kwa sababu malaika atakuja wa uharibifu ili aweze kuharibu kila nyumba, mzaliwa wa kwanza awe wa mnyama au wa ndege, vyote vilikufa siku moja. Ndio kifo ambacho hakijawahi kutokea. Yaani nchi yote, kila mzaliwa wa kwanza awe ni wa mnyama na wa binadamu, wote walikufa siku moja. Kwa hakuna aliyeenda kuomboleza kwa jirani, kila mmoja alikuwa anaomboleza kwake. Sema na shinda. Ushindi. 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 Hebu soma ile Kutoka 12 mstari wa 12 na 13 angalau kidogo ili tuweze kuingia kwenye pale penyewe. Kutoka 12 mstari wa 12 na 13. Anayejua kusoma vizuri kama ana maiki anaweza akasoma. Kutoka 12 mstari wa 13.
12 hadi 13. 12 hadi 13. Mstari wa 12 hadi 13. Naye nasema, maana nitapita kati ya nchi ya Misri huko huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na mwanadamu na mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapopiga nchi ya Misri. Amina. Amen. Ushindi. Unaona, anasema hiyo damu itakuwa ni ishara kwenu. Amen. Hiyo damu itakuwa ni ishara. Ndio maana Yesu alikuja kufanyaje? Kutimiliza. Hiyo damu itakuwa ni ishara kwenu. Anasema mtaiweka kwenye miimo ya mlango. Sema na shinda. Ushindi. Pa kuingilia ndo mnapaka. Ni ishara kwenu. Uhai huu katika, maana nitakapoiona hiyo damu, basi uhai wako upo katika damu. Ndio maana Yesu alipokufa, uhai wetu upo katika damu ya Yesu. Sema na shinda. Ushindi. Ushindi. Anasema ni ishara kwenu, ili nitakapopita kupiga na kuharibu, kwa sababu nitapiga mzaliwa wa kwanza wa mwanadamu na wa wanyama. Hakuna kilichobakia, imradi kifungua tumbo kilikufa. Kila nyumba iliomboleza. Basi kama alikuwa na wanadamu, wanyama walikuwepo, wote walikufa siku moja. Ushindi. Ule mstari wa 13 kusoma hapo. Uone. Mstari wa 13. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu, nitakapoipiga nchi ya Misri. Amen. Ushindi. Anasema hivi, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo. B. Nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu. Unaona sasa Mungu anachokisema? Anasema nami nitakapoiona ile, I see the blood. Unaona, anasema nitapita juu, I will pass over you. Ndio maana inaitwa pass over. Kwa Kiswahili tunaita Pasaka. Sema na shinda. Ushindi. Ushindi. Kwamba anapokuja yeye atapaa, apite juu. Kila adui apae juu yako. Usionekane, kwa sababu uhai wako katika damu ya Yesu. Sema na shinda. Ushindi. 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 Sema na shinda. Sema na shinda. Kwa hiyo Pasaka haikuanzia kwa Yesu, ilianzia kwa wana wa Israeli, lakini ikiwa ni ishara kwa nyakati ya Agano Jipya. Yesu alikuja kufanyaje? Kutimiliza. Sema na shinda. Ushindi. 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 Sema na shinda. Sema na shinda. Ndio maana tulipokuwa tunaimba ni mshindi kweli kweli. Alafu hangamizo tena la wana wa Israeli lilitokea kipindi cha Esther. Sema na shinda. Hati ya waraka ilipoandikwa kwamba Wayahudi wote wafanyeje? Waangamizwe. Lakini Yesu akasimama, na yule aliyeandaa mtego akatundikwa yeye mwenyewe kwenye
mti wa nini? Wa msalaba. Kwa hiyo msalaba, amen, msalaba. Kwa sasa hivi lugha nyepesi tunaweza tukasema ni hukumu ya kunyongwa. Sasa hivi wanatumia kitanzi. Kwa hiyo kipindi kile walikuwa wanapiga kwenye msalaba, ni hukumu ya kufanyaje? Ya kunyongwa. Sema na shida. Ushindi. Kwa hiyo Yesu alipoingia kwenye msalaba alikuwa amehukumiwa na Wayahudi, kwa sababu Pilato alisema hivi, mtu huyu sijaona shida mimi kwake, nitamruhusu kwenu apigwe viboko alafu nimwachilie. Wakasema hapana, haiwezekani, msurubishe. Akasema siwezi mimi nikamsurubisha wakati sioni hatia yoyote. Wao wakasema hivi, sisi tunayo sheria ya kumhukumu huyu, ila hatuna amri mamlaka, kwa sababu walikuwa chini ya Warumi. Hatuna amri ya kutoa kwamba mtu afwe, ila ni wewe, ila tunayo sheria katika Torati yetu. Kwa nini? Alijiita mwana wa Mungu, anastahili afwe. Ndipo Pilato akamwachia Yesu juu ya Wayahudi ili waende kumsulubisha wao wenyewe, na yeye akanawa mikono yake akasema, damu hii, kwa sababu alijua uhai ukidondoka, damu ikidondoka ni uhai wa mtu, damu hii isiwe juu yangu, iwe juu yenu. Kwenye Injili nyingine anasema iwe juu yetu na vizazi vyetu. Sema na shida. Ushindi. Kwa hiyo Yesu alipoingia msalabani, alijua tayari ndio hukumu, lakini hukumu ni ya ukomboa ulimwengu. Ndipo maana akasema imekwisha. Kwa sababu utaona wakati anaomba machozi na damu vilitoka. Kwa hiyo kilichokuwa kinahitajika kidondoke ni damu katika hadisi. Sema na shida. Ushindi. Kitabu cha Mathayo sura 27 mstari wa 63 na 66. Kitabu cha Mathayo sura 27, Matthew chapter 27. Kama umefika sema mimi na shida. Soma. Mathayo 27 mstari wa 63 hadi 64. Nayo nasema 66 hadi 66. Mathayo 27 kuanzia 63 hadi 66. Nayo nasema wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku ya tatu nitafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilinde salama hata siku ya tatu, wasije wanafunzi wake wakamuiba na kuambia watu amefufuka. Katika wafu na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Pilato akamwambia, mna askari, nendeni mkalinde salama kadri mjuavyo. Wakaenda wakalilinda kaburi salama kwa kulitia lile jiwe muhuri pamoja na wale askari walinzi. Amen. Ushindi. Unaona, baada ya kuwa amemsulubisha Yesu msalabani, amekufa, amezikwa. Baada ya Yesu kwenda kuomba mwili wake kwa Pilato, akazikwa, akawekwa kaburini. Sema na shinda. Ushindi. Wale wakakumbuka, sema alikuwa anasema hakifa siku ya tatu hatafufuka. Mtu anafufukaje wakati akiwa amekufa? Si wote wangekuwa wamesharudi? Hata na Ibrahim tungekuwa tumeshamuona baba yetu, na Musa tungekuwa tumeshamuona, na Elia tungekuwa tumeshamuona.
na ndugu zetu na wazazi wetu. Sasa wakawaza kibinadamu, wakasema watamuiba wanafunzi wake, watamuiba. Wakishamuiba wakasema tusiwaambie amefufuka. Wakaenda kwa Pilato, ndipo anaposema wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alikuwa nini? Ni mjanja. Alisema alipokuwa angali hai, baada ya siku 3 nitafufuka. Basi haamuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku 3, wasije wanafunzi wake wakamwiba na kumwambia watu amefuka katika wafu. Na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Pilato akawaambia, mna askari, nendeni mkalinde salama kadiri mjuavyo. Wakaenda wakalinda kaburi salama kwa kulitia lile jiwe muhuri pamoja na wale askari walinzi. Ushindi, ushindi. Unaona, walikuwepo maaskari wa Kirumi alafu na maaskari wa Kiyahudi, ila wako chini ya Warumi. Hakuna watakachokifanya bila kupata ruhusa kutoka katika utawala wa Warumi. Sema na shinda. Ushindi, ushindi. Kwa hiyo wakaenda kwa Pilato, akamwambia, yule mjanja tumekumbuka alisema akiwa anaishi kabla hajafa kwamba siku 3 atafufuka, lakini haiwezekani. Ila wanafunzi wake inawezekana aliwapa mchongo kwamba baada ya siku ngapi mnitoe kwenye kaburi wasinione. Sasa tunaamuru watu walindwe, weka maaskari. Akasema, nyinyi mna maaskari, linda mjuavyo. Kama ni kulala hapo lala, kama ni kufanya nini, linda mjuavyo. Wakaenda wakazunguka lile kaburi, halafu kwenye ule mlango walikokuwa wamefunika, kwenye lile jiwe kubwa wakaliwekea alama, anasema muhuri. Sasa ule muhuri ni hatari, ukigusa inabidi usiulizwe swali, ufe. Ushindi. Kuna sehemu zingine za usalama ukipita pita tu hawezi kukuuliza unafanya nini, lazima ufe kwa sababu umeona. Na watu wengi wamepotea, mnasema wapo, kumbe alishakufa. Walienda kwa shetani, wakafika eneo ambalo aliruhusiwi, wakabidi wafe kwa sababu watakuja kusema siri zake. Sema na shinda. Ushindi, ushindi, ushindi. Kwa hiyo ile alama kwenye jiwe, hatakaye gusa tu ni mshale. Ndio risasi ya sasa hivi, hakuna kumuuliza unafanya nini. Wamepewa ruhusa, linda mjuavyo. Wakalinda wanavyojua. Bila shaka walikuwa wanapeana zamu kwa protokoli ya kidunia ilivyo, kwamba wewe utaingia saa hii na huyu ataingia saa hii, wanapewa shift. Kwa hiyo siku ya kwanza wale walioingia asubuhi, ilipofika jioni wakakabisi, na wale wengine siku ya pili wakaja, wanauliza vipi, hilo salama? Salama mzee, hamna shida. Ila siku ya 3 wale waliokuwepo siku ya 3 waliona malaika akishuka kama umeme, na kwa jeuri yake akabiringisha lile jiwe, hakalikalia kwamba niwaonyeshe, ila wao kumwona tu. Biblia imeandika walikuwa kama wafu. Hakuna ambaye alikuwa na uwezo wa kuweza kustahimili. Kila mmoja na mishale yake na bunduki yake na bomu lake, wote chini. Yesu akafuka, mfalme wa mfalme, Bwana Mungu wetu. Halafu malaika akakaa amekalia jiwe. Si kuna alama ya kuua, huwa tuone. Sema na shinda. Ushindi, ushindi, ushindi. Ukiwekewa nguvu za Mungu haurogeki, hauwawi. Sema ni mimi. Tunalindwa na Mungu katika nguvu zake na neno lake.
ukiamini hayo tayari. Shida unakuwa ujitambui, lakini hakuna mchawi, hakuna mganga. Mganga akisema anasema lione hilo, mwambie sawa, sonya usisonye, ila anapita kati yao. Ushindi, 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 ushindi. Sema napita kati yao katika jina la Yesu. Ushindi, ushindi, ushindi. Kwa hiyo wakalinda, lakini hawakuamulia kitu, labda wao kuwa kama wafu. Sema nashinda, sema nashinda, sema nashinda, sema nashinda. Lakini kuna nguvu iliyomfufua Yesu, kwa sababu sitaki niingie sana kwenye habari hizo za Yesu, kwa sababu kila mmoja anazijua. Kuna nguvu ambayo ilimfufua nani? Yesu. Hiyo ndio ambayo nataka ifufue maisha yako, ifufue biashara yako, ifufue huduma yako, ifufue ndoa yako, ifufue elimu yako, ifufue hatima yako, na afya walioiweka kwenye kaburi ifufuke. Sema nafufuka na Yesu. Sema nafufuka na Yesu. Sema nafufuka na Yesu. Sema nafufuka na Yesu, katika jina la Yesu. Ushindi, ushindi. Hata kama umelinda wajuavyo, wameweka na muhuri juu ya maisha yako, juu ya ndoa yako, juu ya kazi yako, juu ya hatima yako, ipo nguvu. Sema nafufuka na Yesu katika jina la Yesu. Sema nafufuka na Yesu katika mambo yote. Hakuna wa kuzuia, hakuna wa kuzuia, hakuna wa kuzuia, katika jina la Yesu. Ushindi, ushindi, ushindi. Sema sasa hivi kwa mamlaka ya jina la Yesu, kilichokufa juu ya mwili wangu, juu ya viungo vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, ewe mauti, ewe magonjwa kwenye mwili wangu, uliyekuja kula, uliyekuja kufisha, sasa hivi ipo nguvu iliyofufua Bwana Yesu, Bwana wangu, inafufua viungo vyangu, inafufua afya yangu, inafufua maisha yangu. Sema nafufuka, nafufuka na Yesu, nafufuka na Yesu, nafufuka na Yesu, nafufuka na Yesu, nafufuka na Yesu. Sema nafufuka katika jina la Yesu. Ushindi, ushindi. Nilikufa na Yesu, nikazikwa na Yesu, nikafufuka na Yesu, nikapaa na Yesu, natawala na Yesu, nimeketishwa juu sana. Kusa kifani sema ni mimi, ni mimi, ni mimi, ni mimi, ni mimi, ni mimi, katika jina la Yesu. Ushindi, ushindi, ushindi. Warumi sura ya 8 mstari wa 34. Hebu soma hapo. Kitabu cha Warumi. Warumi sura ya 8 mstari wa 34. Warumi sura ya 8 mstari wa 34. Tunasema kwa msaada wa Bwana, ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Amina. Amen. Ushindi. Ni nani atakaye wahukumu adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Kwa hiyo huwa kuna hukumu zinatolewa. Amen. Wengine wanahukumiwa kufa, wengine wanahukumiwa magonjwa, wengine wanahukumiwa balaa, wengine wanahukumiwa hasara. Lakini anasema ni nani sasa? Ni nani? Kwa sababu hiyo hukumu ingenipasa ya kuhukumu biashara yangu, ya kuhukumu hatima yangu, ya kuhukumu afya yangu, lakini Yesu akiwa yeye ndiye aliyekufa kwa ajili yangu, ni nani wa kunihukumu? Eti niwe mgonjwa, eti nifwe kwa ajali, eti niwe nini? Ni nani? Sema yupo, yupo, yupo. Sema yupo, yupo. Sema yupo, yupo. Ushindi, ushindi,
ushindi. Unaona anachokisema, anasema ni nani? Hayupo. Kwa hiyo kila hukumu iliyotolewa kwako ni batili. Kwa nini? Umejua haki yako. Unajua, ukijua haki yako unakata rufaa hata kama umeshahukumiwa. Amen. Halafu rufaa ndio inapitiwa, inasema ni batili. Sasa umehukumiwa magonjwa, umehukumiwa kifo, umehukumiwa umaskini, umehukumiwa balaa na mikosi. Sema nakata rufaa katika jina la Yesu. Sema nakata rufaa katika jina la Yesu. Ushindi. Unaona, anasema ni nani atakaye wahukumia adhabu, ikiwa Yesu mwenyewe ndiye aliyekufa na kufufuka? Kwa sababu hiyo adhabu ilibebwa na Bwana Yesu. Magonjwa ilibebwa, kifo kilibebwa, balaa ilibebwa. Sasa ni nani tena? Sema wewe uliyeinuka na hukumu za magonjwa na hukumu za balaa na hukumu za kifo na hukumu za umaskini juu ya maisha yangu, peketea kwa jina la Yesu. 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 Peketea. Sema nafufuka na Kristo. Sema nafufuka na Kristo. Sema nafufuka na Kristo. Katika jina la Yesu. Ushindi. Ushindi. Hiyo Warumi sura ya 6 mstari wa 3 hadi wa 4. Warumi 6 mstari wa 3 hadi wa 4. So tasoma kwa msaada wa Bwana. Ndio. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya uzima. Amina. Amen. Ushindi. Amfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa ndio katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu na kwa njia ya utukufu wa Baba, hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Sema mimi ni mpya. Hakuna magonjwa, hakuna balaa, hakuna mikosi, hakuna laana, hakuna maskini. Sema nakataa. Ni nani wa kunihukumu mimi ikiwa Yesu ndiye aliyekufa kwa ajili yangu? Sema hayupo, hayupo. Sema hayupo, hayupo. Sema hayupo, hayupo. Sema hayupo. Katika jina la Yesu. Ushindi. Ushindi. Sema wewe mauti kwenye malango yangu, teketea, 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 teketea. Sema wewe mauti juu ya huduma yangu, teketea, 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 teketea. Sema wewe mauti juu ya kanisa la Yesu mshinda mataifa yote, teketea, 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 teketea. Sema wewe mauti juu ya wana ushindi, teketea, 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 teketea. Katika jina la Yesu. Anasema sisi tuliobatizwa, sisi tulibatizwa ndani mwa Kristo. Maana yake tulikufa na Yesu, tukazikwa na Yesu, tukafufuka na Yesu, tukapaa na Yesu, tunatawala na Yesu. Sema nashinda. Ushindi. Ndio maana wakileta magonjwa kwako, Yesu anasema tayari magonjwa nilishayabeba, huyu ni mpya. Ndio maana anasema katika uzima wa upya. Ushindi. Wakileta kifo anasema hapana, nilishakufa kwa ajili yake. Ndio maana sio mimi naishi, bali Kristo anaishi ndani mwangu. Sema nashinda. Ukiona mambo yanaenda sawa sawa unasema hapana, Yesu alishamaliza. Yesu alishamaliza. Yesu alishamaliza. Ni nani atakaye nihukumu ikiwa Kristo ndiye aliyekufa kwa ajili yangu? Sema nafufuka na Yesu. Sema nafufuka na Yesu. Sema nafufuka na Yesu. Sema nafufuka na Yesu. Katika jina la Yesu. Ushindi.
Ushindi. Anasema amfahamu. Sasa leo umefahamu. Kama ulikuwa ufahamu, leo umefahamu. Sema nakataa magonjwa, nakataa balaa, nakataa ajali, nakataa kifo, nakataa maskini, nakataa laana. Kwa nini? Yesu alikufa kwa ajili yangu. Sema nashinda. Ushindi. Ushindi. Ndio maana alisema imekwisha. Hakuna magonjwa kwangu. Sema napita kati yao. Unajua iko hivi, Mungu anafanya kile mtu ambacho anakijua. Ndio maana usipohubiriwa injili iliyonyoka juu ya maisha yako, Mungu hawezi kujifunua kwako, kwa sababu hujawahi kusikia. Mwisho utasema ni nguvu zako. Ushindi. 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 Hiyo ukisema hivi hapana, kwa nini? Yesu alikufa kwa ajili yangu, na Yesu anajidhihirisha kwako. Halionekani. Kwa nini? Kwa sababu umefahamu haki yako. Usichokijua uwezi ukadai. Sema nashinda. Mzazi wako akikuachia nyumba, akakuachia shamba, akakuachia na vitu vyote, lakini hujawahi kujua kwamba baba yako alikuachia, utabidai. Utakuwa unamwona baba mdogo anaenjoy maisha. Hujawahi kuona watu wamepewa kulinda mali za watoto mpaka wajitambue. Kwa hiyo watoto wanakuwa hivyo hivyo, ila kwa sababu hawajawahi kujua kwamba hizi mali ni za baba, baba mdogo anaendelea kutumbua. Hajafanyaje? Hajajua. Ndiyo maana kwa baba mdogo unaona wanaendesha magari, unaona wana maisha mazuri, kwa sababu hatujajua haki yetu. Sema najua leo. Naidai katika jina la Yesu. Ushindi. 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 Kwa hiyo ukijua haki yako utadai haki. Utadai haki yako. Hata ukinyamaza umedai. Sema nashinda. Kwa sababu ni heri maamuzi magumu. Amen. Kwa ajili ya kesho. Kwa sababu hata usipofanya kesho itakuja tu. Ushindi. 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 Yaani iko hivi, usipodai usitegemea utaletewa. Na shetani anataka watu wasijua haki yao kaja kudai. Ndio maana ukijua haki yako unaanza vita na shetani, kwa sababu anasema wewe, nani kakwambia haya yapo? Ndio maana tukiangalia kwenye Biblia kuna ahadi nzuri sana. Kuna ahadi nzuri sana, lakini katika kuziishi ni asilimia chache vitu havionekani kwa watu. Tunasema Ibrahimu alikuwa tajiri wa mali, wa fedha na mifugo. Amen. Isaka vile vile, Yakobo vile. Sasa unaishia kusema Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Israeli. Vile vitu vyao vipati. Kwa nini? Hujajua kwamba ni vya kwako. Ukijua haki yako utaidai. Sema nadai. Ni nani wa kunihukumu katika magonjwa ikiwa Yesu amekufa kwa ajili yangu? Sema nashinda. Ushindi. Ndio maana kwa kupigwa kwake Yesu sisi tuko salama. Kwenye Kiswahili cha zamani wanasema tumepona. Sisi tuko salama. Ndio maana huko anasema tunafufuka katika upya wa uzima ndani. Kwa hiyo usalama wako upo kwa ajili ya Yesu. Sema nashinda. Ushindi. 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 Warumi sura ya 8 mstari wa 11. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Ndio.
Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yetu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yetu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yetu. Amen. Ushindi. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yetu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu atauisha na miili yetu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yetu. Kwenye Biblia yako sinasema hivyo. Ile yenu unakuwa umejitoa wangu. Kwa hiyo wewe lazima ujiwekee anakaa ndani yetu. Anasema hiyo roho ya kuisha iliyomfufua Yesu ikiwa anakaa ndani mwetu, kazi yake ni kufanyaje? Ni kufufua kilicho kufa. Ndio maana ya ujumbe wangu, nafufuka na Yesu. Yaani roho yule aliyemfufua Yesu akauisha maisha yake, waliokuwa wanasema huyu amekwisha, anakaa ndani mwetu. Kazi yake ni nini? Ni kutufufua na kutuisha upya. Sema na shinda. Sema naongea na mguu, naongea na kichwa, naongea na tumbo, naongea na mgongo, naongea na mwili wangu wote. Palipo na ufu nauisha katika jina la Yesu. Nauisha katika jina la Yesu. Nauisha katika jina la Yesu. Nauisha. Kwa hiyo hapo umeanza kuona Yesu alifufuliwa na roho ambaye anakaa ndani. Kwa hiyo hapo unaanza kutambua kwamba kuna roho ya kufufua. Amen. Kilichokufa ndani ya maisha ya mwanadamu. Pia kuna roho ikikaa ndani mwa mtu, kazi yake ni kuua. Roho ya ufu. Roho ya nini? Roho ya nini? Hiyo inatoka kwa devil worship. Ikija inaanza kuua kimoja kimoja. Inaanza kuua kimoja kimoja. Inaua kila kitu. Sema na shinda. Ushindi. 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 Ndio maana anawaambiaga, unaweza ukaona mtu akigusa tu chombo kidogo tu kimepasuka. Akishika nini? Kimepasuka. Ukimpa simu kwamba nishikie hapa, dakika 2 imedondoka chini, imepasuka. Kuna roho ya nini? Ya ufu. Sema na shinda. Ushindi. Kwa hiyo kama una tatizo wewe, unaongea na mikono yako, unasema naondoa roho ya ufu ndani mwangu, naachilia roho ya kuisha. Anasema ikiwa anakaa ndani mwetu, kazi yake ni nini? Ni kufufua kilicho kufa. Sema nafufua maisha yangu sasa hivi. Nafufua hatima yangu sasa hivi. Nafufua maisha yangu sasa hivi. Nafufua hatima yangu sasa hivi iliyokuwa imekufa. Naifufua kwa jina la Yesu. Naifufua kwa jina la Yesu. Naifufua kwa jina la Yesu. Naifufua katika jina la Yesu. Sema fufuka, fufuka. Sema fufuka, fufuka. Sema fufuka, fufuka. Sema fufuka, fufuka. Sema naifufua katika jina la Yesu. Sema naifufua katika jina la Yesu. Ushindi. Ushindi. Sema huyu amefufuka na Yesu, anaishi na Yesu, anatawala na Yesu, ameketishwa juu sana. Sema na shinda. Ushindi. 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 Kwa hiyo Mungu ametuambia roho yule kazi yake ni kufanyaje? Ni kufufua. Aliyemfufua Yesu na kumuisha, ikiwa anakaa ndani mwetu, anatufanyia nini? Jamani, si una hiyo roho ambayo ilimfufua Yesu, aliyekuwa kwenye kaburi, wamemkandamiza na jiwe. Sasa kama yumo ndani mwako, anakusaidia nini? Ndio maana sitawaacha yatima, nitawapa roho msaidizi. Sema na shinda. Ushindi. Sasa kama roho yuko ndani mwako, bila shaka hujamtumia, ni kwa sababu ulikuwa hujui. Amen. Ila leo umejua
mtumie ipasavyo. Ndio kazi yake, anaitwa msaidizi. Ni kufufua kilichokufa kwenye ndoa, ni kufufua kilichokufa kwenye maisha, ni kufufua kilichokufa kwenye mwili, ni kufufua kilichokufa katika mambo yote yanayokuhusu wewe. Sema nafufua, sema nafufua, sema nafufua, sema fufuka, 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 fufuka katika jina la Yesu. Ushindi, 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 ushindi. Yesu alijua kwamba tungebakia kuwa wafu, ndio maana aliachilia huyo Roho. Sitawaacha yatima, nitawaachia Roho wangu msaidizi, akae ndani mwenu awasaidie. Sema nashinda. Ushindi, ushindi. Kwa hiyo hapa hakuna haja ya kumlaumu Mungu, ni kwa sababu wewe hujajua, kwa sababu Roho si yumo ndani mwako. Kazi yake ni kufanyaje? Ni kufua kilicho kufa. Na Roho afanye kitu mpaka useme. Sema nashinda. Ushindi, 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 ushindi. Kwa watu ambao walio na wajakazi ndani, mjakazi hawezi kuamka asubuhi anasema nimechukua hapa, nimeshachota mchele, nataka nichambue tupike. Ameambiwa na nani? Labda wewe umempa ratiba kwamba asubuhi unafanya hiki, unafanya hiki, anajua hayo maelekezo, anakuwa anatimiza wajibu. Amen. Lakini ndo amekuja asubuhi, unakuta ndo ameshakimbilia jikoni, anasema nilikuwa nauliza nani iko wapi? Umejuaje? Amen. Ndio maana na Roho Mtakatifu ili afanye kitu mpaka useme katika jina la Yesu. Kwa nini? Roho wake Yesu anaishi ndani. Kazi yake nifanyaje? Ni kutusaidia hata kuomba. Kadhalika hatujui namna ya kuomba itupasavyo. Roho mwenyewe utusaidia udhaifu wetu. Kuna udhaifu unauona, ni kwa sababu hujamtumia. Kuna tatizo unaliona, ni kwa sababu hujampa nafasi. Sema nashinda. Ushindi, ushindi, ushindi. Kwa hiyo sasa hivi tunaelekea kufanya kazi. Sema tunafanya kazi. Unamtumia huyo Roho aondoe roho ya ufu. Amen. Roho ya ufu ambayo ilikuwa imetumwa kwenye malango yako. Wanasema watoto walidikiwe, watoto wachanganyikiwe. Roho ya ufu wanasema imetumwa kwenye biashara, imetumwa kwenye kazi, imetumwa juu ya maisha yako, imetumwa kwenye elimu. Sasa unaiondoa kwanza, alafu unaachilia Roho wa kufufua. Ikiwa Roho wa Kristo aliyemfufua na kumuisha anakaa ndani mwetu, kazi yake ni nini? Ni hiyo ya kutuisha na kutufufua. Amen. Lakini cha kwanza lazima tuamuru moto wa Roho Mtakatifu uteketeze ile roho nyingine ya ufu. Kila dakika unasikia udhaifu, kila dakika unaona tatizo, kila dakika unaona sijui nini. Kuna roho ya nini? Ya ufu. Amen. Sema sasa hivi, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, navaa uweza, navaa mamlaka, navaa nguvu za kushindana na kushinda katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, katika jina Yesu, katika jina Yesu, katika jina Yesu. Navaa uweza, navaa mamlaka, navaa nguvu za kushinda kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nateka ngani, nateka zini, nateka